Shalom shalom, natumaini kwamba mko wazima. Ambaye iko mbele yenu leo ni mimi Gospel Espoir. Tuko kwenye TV yetu nzuri, TV pendwa BMBC TV. So today kama jinsi mnavyoona tuko na dada mzuri sana ambaye iko mbele yenu. Nadhani atakwenda kujitambulisha kwa majina. Karibu. Asante sana monsieur journaliste. Kwa majina naitwa Mirai. Nashukuru sana kwa invitation kwa siku ya leo. Okay, kabla tujaendelea nadhani kwamba tayari mmeshasikia jina lake, lakini kwanza ni kwenda kuwaomba zaidi kwa kwenda kufanya subscribe kwenye channel yetu nzuri, na pia utakapopata hiki kipindi kizuri kwenda kushare kwa watu wengine tofauti tofauti ili habari zikwende kuwafikia. So kabla tujaenda, kwanza nikukaribisha, nikwambie karibu sana nyumbani. Asante sana message. Jisikie huru, jisikie amani kwa sababu watu wa BMBC TV wako hapa kwa ajili ya kusikiliza nini ambacho mmewaletea siku ya leo. Asante na imani watafurahi sana na watasikiliza ambacho tunawaletea, watafurahi sana. Yes. So kabla tujaendelea mbali, kitu ambacho naweza nikasema ambacho kimenifanya ama kimetufanya sisi watu wa BMBC kukuita leo hapa ni kwa ajili tupate kuzungumzia, kama jinsi unavyojua leo pako michezo ya Coupe du Monde ambayo iko naendelea. Naamini kwamba utakuwa na chochote kile cha kuzungumza kwa ajili ya michezo ambayo itaendelea hii masiku yote hapa. Naamini kwamba utatuangusha. Asante sana, na mimi kama ndasema venye mimi najua na venye vinaendelea parce que shi wote tuko wa line ya disi Coupe du Monde imeanza leo na itaanzia Mexique. Ndio. Kila mtu anajua kabisa, yani leo tunataka tuchambue, tunataka tudiscuss kidogo kuhusu Coupe du Monde, kuhusu organisation yake, kuhusu gisi iko, kuhusu na gisi inaendelea na nchi zenye zimetoka Afrika na nchi tutasapoti. So nadhani kwamba wewe sio mgeni sana wa hii michezo ya kombe la dunia. Nadhani kuna machache ambayo unafahamu zaidi. Naweza penda uzungumzie kwa kifupi kwanza historia ya ili kombe la dunia, jinsi gani lilivyoanza. Yani unaweza kuzungumzia kidogo watu ambao wasiofahamu, hasa watoto wa 2000, kuna wengi ambao wajui kuhusu kombe la dunia. Karibu. Asante sana. Sio tunajua kama Coupe du Monde inamaanisha inatureunir watu wote mu dunia. Ndio. Donc ni coupe yenye ilikuwa konsi, haiko tu juu ya Amerika, juu ya continent d'Amerique, haiko tu juu ya continent d'Asie, haiko tu juu ya continent d'Europe, lakini ni mchezo yenye ilireunir dunia mzima. Bakasema bakasema no. Tellement que football ni kitu ambacho kiko kinakutanisha watu bengi. Sasa inabidi tuifanye ikuwe Coupe du Monde ili ikuwe na reunir ma continent mbalimbali, kisi continent zote ziko tano na shio tuko tunakutana katika nchi kama ni 2-3 ili kwa kucheza mchezo wetu ya urafiki ya football. So hiyo mchezo yenyewe itafanyika 2026. Kulikuwa pays tatu zenye zilikuwa choisi huko Etats-Unis d'Amérique, ndio kwenye kutachezewa finale. Kuchaguliwa Mexique na kuchaguliwa Canada. Donc hii Coupe du Monde ya 2026 iko choisi na itachezewa mu 3 pays tofauti. Bamwa watacheza Amerika, wengine watacheza Mexique na wengine watacheza Canada. Kifupi ni hivyo, na kwa hivyo tunaichungia shie bote ni jambo la heri, sababu tunafurahi sana na shie ba Afrika sana kuona gisi na shie Maaraba tumepata ba representants benye bameongezeka hiyo kutokana na mainchi tofauti donc na kutokana na ingine miaka yenyewe ilipita. Tunafurahi sana kabisa. Sasa hapo ningependa zaidi kutaka kujua jinsi gani kombe la dunia la hii mwaka 26 jinsi gani imeundwa ama sheria za kombe la dunia hii mwaka ikoje? Asante sana kwa hiyo swali. Tunajua kama kwa hii mwaka vraiment difference iko ya mingi na maana pasi. Parce que tunaangalia mwa hii mwaka tukiingia kwanza kungambo ya billet d'entrée ya Coupe du Monde. Iko trop cher vraiment. Mfasi yenye batu bote banalia, mbona Amerika vraiment inatia sheria za mingi sana. Yani billet ya mwisho ya bei ya mwisho iko mwa $390. Sasa unajikuta kama avec $390 ni makuta ya mingi sana. Ni tofauti, yani hii ni dimonde ya kwanza kukua bei tofauti na dimonde zingine zenye zishakuwa. Parce que tukiangalia programu ya dimonde zilipitaga ilikuwa na mabie zenye ziko rahisi, lakini hii Amerika vraiment inatusurprendre dunia nzima. Billet iko bei na changamoto ni za mingi sana kwa hii dimonde. Angalau inaanza, lakini vraiment Mungu atutangulie mbele ipite vizuri.
sababu machangamoto ni za mingi sana. Yaani inaonekana sisi watu wa BMBC TV tukisema kwamba tuangalie mpira hatutaweza kulipia tiketi yani. Tunaweza tukasema kama mnajua kama hata mashine kubwa kama vile Canal Plus hazitaonesha Coupe du Monde. Donc sheria ni za mingi sana mu Amerika, mfasi wenyewe Amerika ilijigunjia vitu vyo peke. Sisi mnajua kama ni pays yenye iko puissance ni yabo. So bali kama hata masheria za mingi zenyewe paka zinagusa hata watu bashabiki. Kuko nchi zenyewe zitakuwa hata na bashabiki badogo juu ya masheria za Amerika. Tukisema mfano jinsi iko visa. Visa ya Amerika sasa hii ni shida sana juu ipate juu accepte visa yako. Just imagine. Na refuse za visa ndio za mingi kuliko zenye biko wana accepte. Sasa ile inaonekana kama kuna tofauti fulani yenye inasongamana ni mpaka watu hawafili ile love ya mpira mzuri bisi watu wanatayarisha. Kabla mimi sijakata kauli. Unaona kama kwa sasa Marekani iko kwenye vita. Sasa lazima uchunguzi uwe mkubwa sana kwa sababu wanalinda nchi yao pasingenge vitu ambavyo unaona kama zile ni nchi sio kama Afrika kama zingine nchi tofauti. Ile ni nchi ambayo tayari inajiendeleza kwa vitu fulani. Yaani watu baki tu wauzo kaingia tu na kuja unaingia. Labda hiyo ndio inaweza kuwa ni tatizo labda. Bora tuseme kama inaweza kuwa tatizo sababu Marekani ni nchi kubwa. Na kila siku kuingia Marekani haiko rahisi. Hata wazungu wenyewe wengine mainchi nao wanakuwa jua ingie Marekani wanakuwa binakia nguvu. So ndio kuongeza security ni vizuri, lakini baliangalia kama ni sherehe fulani ambayo inatureunir donc. Kwa vitu wenyewe vinafanyika mu occasion, mnajifanya kwanza mnaregeza kwanza kamba ili watu wafurahi paski ni fasi mchezo ya kabumu ni kitu kwa kucheza kwa kufurahi, mnajisikia mnaenjoy maisha. So ni vitu kama na hivyo. So naamini kwamba kuna nchi ambazo kwa sasa kwenye round ya kombe la dunia ya mwaka 2026 kuna timu nyingi ambazo tayari zimekwenda. Ukiangalia kama Afrika palikuwa toka zamani timu 5 lakini hivi ni timu 10 na kuna zingine continent ambazo walikwenda wanaongezea timu fulani. So siwezi nikajua ni kwa sababu gani waliona kwamba waamue kuongeza timu zingine ama nini ambayo iliwapush wao kuongeza zingine timu. Asante sana kwa hiyo swali. Tunajua kama parmi na sheria za FIFA unakuwa yenye nasema kama timu yenu ya continent yenu timu moja ikifika mwatua fulani sasa vile demi finale ama finale ni inawafungilia milango kuongeza manchi with continent yenu. Donc huko vile wanakuwa mnajengea donc mnajengea continent yenu ile banasemaga confiance na FIFA juu mnajongeza wengine benye bako nyuma. Sio mfano ya Afrika kweli tunashukuru Mungu leo tunaanza DPI. Yeye ni honore sana ya Afrika. Tena sana. Juu na haiko zile nchi zilikuwa tunategemea zinaenda kila siku ndio zilienda. Donc inaonekana kama mpira ya Afrika inaanza kufanya difference. Tunaanza panda kiwango fulani. Utatokea wakati ambao basi tunaanza enda hata 12-15 juu mfasi yenyewe tuko tunaenda na mpira vraiment inaonyesha deja difference parce que maikipe zenye zilienda mko za mpya zenye haziawahi kwenda na kuko zile zenye ziko toujours habitué kwenda. Hii ni kwetu kwa Afrika she ni furaha na tunaamini kama mwai 2026 pour papa ko PSP Afrika. Inawezekana lakini acha kwa tuwasaidie watu ambao kwa tutizama kwa sababu kuna wengi ambao wanaweza kasikia kwamba timu 10 za Afrika zimekwenda kwenye kombe la dunia lakini hawajui ni timu gani. So unitege sikio hapa nizitaje timu za Afrika ambazo zilikwenda kwenye kombe la dunia. Timu ya kwanza ni Morocco. Kama jinsi mnavyojua Morocco kombe la dunia ya 2022 ilifika mpaka demi finale. Na nadhani ndo nchi ya kwanza kutokea Afrika ambayo ilifanya makubwa sana tangu kombe la dunia lipo. Na timu ya pili ni Senegal. Na timu ya tatu ni Egypt kwao na Mohamed Salah. Na timu ya 4 ni Ghana, timu ya 5 ni Algeria, ya 9 tuko na Tunisia, ya 7 tuko na Cote d'Ivoire na ya 8 tuko na Cape Verde. Cape Verde, ya 9 ni South Africa na ya 10 ni DRC Congo. Nadhani huko kwetu kwa West Africa tuko na Congo tu. Hakuna nyingine. So tukiangalia jinsi ilivyo hapa hivi ni jambo la maana sana. Sijui kama wewe unaweza kuwa na jinsi ya kukomante kuhusu hizi pia ambazo umesikia hapa hivi ambazo zimekwenda Coupe du Monde. Monsieur journaliste, tunajua kama commentaire hizi kosa.
juma ile 10 pays yenye imeenda Coupe du Monde huko zenye ziko na miaka mingi haziendi na huko zenye tour yao ya kwanza kuenda. Donc kutakuwa la difference ya ancien na ba nouveau. Sisi kwa mfano ya Cap Vert. Cap Vert ndio timu ya kwanza, ndio yao ya kwanza wanafanya na Coupe du Monde. Just imagine. Ile deja inaonyesha ile wasilia kama Cap Vert imependa kiwango kia kikubwa sana. Kuna hatua faso ya kujiqualifier Coupe du Monde haiko faso. Donc haiko kitu ya kuchukulia rahisi. Yes. Na vile tuheshimu manasio zenye zimeenda na kupatie na nizao heshima zao. Ndio. Ya pili tunaenda ku DRC. Nchi ya kwanza ya mtu mweusi ambayo imetuwakilisha sisi wa Afrika kwenye kombe la dunia. Yaani kutufungulia njia atake mweusi shie wanaona ngozi nyeusi kombe la dunia. Kumbe njoo hivyo. DRC ndio imekuwa ya kwanza ambayo imefungulia Afrika donc Afrique Noire. Yes. Ni shie nilikuwa ni DRC ndio imetufungulia. So na kwa bahati mbaya ilienda ikafika na ikacheza vizuri, angalau haikuleta matunda kisi tulikuwa tumetegemea, lakini basi kila cha kwanza chote tunataka inakuwa ngumu. Labda hii mwaka wanaweza wakaileta. Yote inawezekana. Babu tukiangalia kwa sasa DRC ni timu ambayo imeenda kisha sekandeza. Yaani toka walipokwenda hadi sasa pamepita miaka 52. Yes, hawajaenda. Ile inaonekana gisi après kwenda DRC imeonyesha kama nono uwezo tunapo. Yes. Na kingine ambacho kimeongezeka. Kisha sheria ya FIFA kuongezeka kusema kama timu ambazo zitaongezeka kwenye liste yao ya kucheza Coupe du Monde. Il faut zicheze match de barrage. Tena ile Kongo tena njoo imefungua tena ile sheria kwa Afrika tena nzima tena. Ndio nchi ya kwanza tena ambayo imecheza match de barrage na Mungu akasaidia ikawakilisha mzuri Afrika na ikaleta matokeo mazuri na sasa hii iko qualifié kwa Coupe du Monde avec succès. Sasa kikubwa tunajua kama East Africa sie inatuwakilisha ni Kongo DRC. Hapo nikisema East Africa naona Burundi, naona Tanzania, naona Uganda, naona Sudan nini wote bado tu wanawakia na Rwanda. Yes. So tunaamini kama East Africa yote iko nyuma ya Kongo kwa hiki kenye Kongo imefanya presenter pale kwa Coupe du Monde, na tunaamini kama yenye vitajifanyika kule basi tutapokea matokeo sawa vile mashabiki. Yani naweza nikasema kwamba ni jambo la sisi wa Afrika wote, Afrika nzima, ni kuomba Mungu, japokuwa haiwezi kuwa East Africa hata West Africa, tukipata hata timu moja ambayo inaweza katuletea Coupe du Monde huko, inaweza kuwa jambo la maana sana. Kwa hiyo hili ni ombi la Afrika wote. So kabla tujaendelea, ningependa zaidi nitaje zingine timu ambazo zilikwenda Coupe du Monde za zingine continent. Nadhani tumeshataja nchi ambazo zilikwenda kutokea Afrika. Kuna zingine ambazo zimetokea Asia, ni timu 9. So kuna Australia, kuna Iran, Iraq, Japan, Jordan, Korea Republic, Qatar, Saudi Arabia na Uzbekistan. Mtaelewa kuna zingine nchi kutaja ni kipengele. Alafu tuna Amerika Kusini pametoka timu 6. Tuko na Argentine, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay na Uruguay. Alafu tukienda Amerika Kaskazini pametokea timu 6 nazo. Canada, Mexico, USA, USA na Kirakayo, Haiti na Panama. Alafu tukikwenda Oceania pametoka timu moja tu ambayo ni New Zealand. Nadhani unasikia tukichanga zote fasi moja zote na tunapata timu 48. Naona kwamba ni timu kubwa sana, ni timu nyingi. Kusema utoke wa kwanza hapa hivi upeleke unyanyue kombe la taifa ni kipengele kikubwa sana. Haiko vitu vya mchezo tu kama utakuja tu. So ningependa zaidi, nadhani kwamba wewe ni mhenga sana wa hii mambo ya kombe la dunia, na ndio maana tumekuitisha hapa, naamini kwamba utatuangusha. Nadhani kwamba hizi timu walizigawa kwenye makundi tofauti. Ingekuwa vizuri zaidi utuambie ni makundi ngapi, naweza kuwa jambo la maana. Asante sana. Kama unajua jinsi kwa leo donc hii yenyewe hii Coupe du Monde 2026 kutokana na zile sheria za FIFA ziliongeza, ndio maana tunakuta ile 48 pays inajipresenter
wote Coupe du Monde. Ndio. Parce que après les matchs de barrage kuliongezeka hizo mainchi na ndio maana mnasikia nombre total inakuwa 48 pays tofauti na gisi wengine ma Coupe du Monde zilikuwa zimepita. Ndio. Kutoka na ile 48 tuko na 12 groupe. Balitia mu groupe 12 ndio kwenye balitia kila mtu kuna groupe. Na kila groupe mko pays nani timu ngapi ngapi? Kila groupe mko timu ine na kwa kia kushangaza tena kia kushangaza FIFA imesema kama mwile groupe ine mwile groupe 12 donc mkila timu mtapita groupe inchi 3. Yes. Donc mnacheza match 3 mwe match 3 na mnatoka inchi 3 maana yake mu phase de tour donc mu phase ya nani ya kwanza yenye watacheza tapita inchi 3 juu baelekea wote mte finali. Yes. Tunasikia kama ni jambo la heri sana. Sababu tukiangalia ile timu 3 angalau kweli Mungu atasaidia Afrika itasonga mbele. Ni jambo la heri, lakini kitu ambacho nilikuwa nataka kukuuliza zaidi, japokuwa tunajivunia kwamba timu za Afrika zimekwenda nyingi, lakini hapa kuna swali hapa hivi la ubaguzi. Tunasema kwa Kifaransa tribalisme. Nimesikia kwamba kule kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo vinaonyesha kama Waafrika ni kama wako wanawatenga hivi. Sijui kwamba hilo jambo unahakika kuhusu mambo. Ndugu journalist, kitu tunasema kwa ile jambo. Hatuwezi sema sana kama ni la tribalism. Tunajua kama shibo wote Coupe du Monde iko na donc Amerika iko inaonyesha ile puissance yao kwa watu sana. Donc Amerika inaponda wengine sana. Parce que tukiona mfano ya refa wa Somali yenye alirejete visa yake mesha kushangaza kwa dunia iliona kama binye Amerika imefanya sio vizuri. Canada imeaccepte visa yake na atalibitre Coupe du Monde. So unaona kama vile vitu vikupendeza. Donc vinaonyesha dunia kama huko maamuzi fulani yenye Marekani iko na kamata lakini haifurahishe dunia. Na kama haswaza kuungambo ya kama hivi ya mpira ni fasi kwa kufurahi. Donc kuko masheria zenye ingishusha ingiregezea watu ili watu wajisikia wanapata kombe la dunia mzuri. Na ingine tukasikia wajua ilikuwa wanalia sasa vile Senegal. Yaani walifanya saa 3 ilikuwa wanawakagua. Just imagine. 3-0 ilikuwa na wakontrole. Donc vitu wenyewe havipendezi vinaonyesha kama zingine Amerika haipende kupatia wengine heshima yao wenyewe wanastahili. Donc parce que ni nchi kubwa na njoo kila kitu kingine napenda ndio yenyewe iko nafanya. Na msishangae hata mtuoma parce que wanasema kungambo ya fan. Huko manchi zenyewe maviza zikataliwa. Kwa mfano vile Kongo wanasema motife corona. Donc motife ni za mingi sana Ebola. Hata wajuere na sia walizao kama mkantine hiyo ni kitu kenye kilikuwa kimepangwa lakini kwa jinsi wajuere wa Kongo wa mingi wanacheza Ulaya. Donc 99% wote wanacheza Ulaya. Ni mmoja tu anacheza Afrika. Yes. So kulingana na ile badangala gisi ya komeni bakasema kama staff technique ya nani ya Kongo ndio taingia quarantine lakini kunaomba wajuere watawaelezea kama wataingia so. Sasa kabla tujamalizia kipindi yetu ningetaka kujua kwanza kutokana na hayo mambo yote ambayo tumezungumza hapa na jinsi umeshaangalia Coupe du Monde ya hii mwaka. Unaona kweli itakuwa na ladha kama zingine ambazo zilipita hapo nyuma? Tunaweza tukasema kwa jinsi baligao mainchi. Yes. Binaweza vikawezekana paske haiko mu Amerika tu. Huko wenye watachezea Mexique waliacha watu wako free. Babiko Canada waliacha watu wako free. So tunaweza tukasema wenye watajikuta biko mu inquietude za mingi wenda ba Amerika. Paske ndio kwenye sheria inakamata mkono sana kwa watu. Lakini tunaenjoy tu tunaweza toka mashie bashabiki angalau tutafika kule ndani lakini kulingana na performance ya vitu vitendeka tutakuwa tunajulisha ambao wanatufuata kila siku hapa. Tutakuwa naambia kila kitu kinaendelea, tutakuwa tunafanyia live na kuonyesha kama score nini resultat yote inaendelea kwa match. Sasa matumaini gani ambayo unatupatia sisi wa Afrika kwa ajili ya timu zetu ambazo zimekwenda kututambulisha huko duniani? Okay, tumaini ya kwanza ambayo napatia wa Afrika, tuamini kama Afrika kwa sasa tuko kontinent kubwa. Ndio. Na tunaweza tukafanya vitu vikubwa sawa sawa na wengine mainchi. Sababu tukiangalia hata ile DP ambayo imeenda, wa Afrika vraiment kunaonyesha performance yao mzuri. Ndio. Angalau leo shule tumefungula piste
mchezo wa leo itachezeka na Mexico na South Africa. Yes. Na naamini sana kama South Africa atatuangusha. Parce kwa sasa vraiment performance oui. Mimi niko Afrika, na pia nishabikia Afrika nzima popote pale, nashabikia Senegal, nashabikia yani Afrika nzima wote DRC. Kwa hiyo Yaani kabisa unaona kabisa una matumaini kwamba kweli wataweza wa South Africa kupiga Mexico. Na kwa ndoto naweza nikakujibia kama naweza nikatamani hata Kongo ikaleta Coupe du Monde parce que ndio nchi ya kwanza yenyewe ishashangaza watu Coupe du Monde. Yeah, vinawezekana. Lakini sasa tumwachie Mungu. Nadhani kwamba watu wa BMBC TV wako wanatufuatilia vizuri zaidi. Kwa hiyo maombi yetu ya kwende kwenye nchi zetu za Afrika. Na mimi kwa mambo yatakuwa mazuri. So ulikuwa na mimi journaliste wa BMBC TV pamoja na dada yetu mzuri sana, kama jinsi mnamuona kwamba inaonekana ni muhenga sana wa haya mambo. Naamini kwamba atakuwa tuletea vitu tofauti tofauti. Ni ukumbushe tu usahau kusubscribe na kushare kipindi chetu kwa watu tofauti tofauti ambao unajua labda kwenye magrupe, utakuwa umefanya jambo la maana sana. Chao, umebarikiwa sana. Sana. Kongo kwa